Ni kukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena. Jina langu naitwa Victor Moshi, ambapo tangu mazungumzo ya kusitishwa kwa vita baina ya wawakilishi wa mazungumzo hayo, Misri, Qatar na Marekani, lakini vile vile wazungumzaji wakuu ambao ni Hamas pamoja na Israel kuanza pale katika mji wa Cairo nchini Misri, mtazamaji, nilikuwa nikikuripotia taarifa zote ambazo zinatokea huko na kukuahidi kwamba nitaendelea kukuletea yote ambayo yanajiri katika mazungumzo hayo. Sasa siku ya kwanza ya mazungumzo nilikuletea kile ambacho kilijiri hapo juzi, lakini siku ya pili ya mazungumzo tarehe 8 siku ya hapo jana pia yameweza kujiri mambo mengi sana. Sasa katika siku ya pili ya hapo jana ya mazungumzo kati ya Israel na Hamas yameleta mvumo mpya wa kidiplomasia mjini Cairo, ambapo mazungumzo ya amani kati ya Israel na vuguvugu la Hamas yaliyoingia siku ya pili tarehe 8 Oktoba 2025 mjini Cairo, Misri, yameendelea kwa heka za kidiplomasia, huku dalili za matumaini mapya zikianza kuonekana baada ya miezi kadhaa ya umwagaji damu katika ukanda wa Gaza. Vyanzo vya karibu na mazungumzo hayo vimeeleza kwamba kikao cha siku ya pili kimejikita zaidi katika masuala ya kibinadamu, usalama na masharti ya kuachiliwa kwa wafungwa, hatua inayotajwa kuwa moja ya nguzo muhimu katika mpango mpana wa kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na afisa mwandamizi wa Hamas, Tahir Nunu, pande zote mbili zimekubaliana kubadilishana orodha kamili za wafungwa na mateka kwa kuzingatia vigezo na idadi vilivyokubaliwa awali. Orodha hizo zinahusisha wafungwa wa Kipalestina walioko gerezani nchini Israel, wakiwemo waliotiwa hatiani kwa makosa ya usalama, pamoja na mateka wa Kizayuni wanaoshikiliwa na wapiganaji wa Hamas tangu kuzuka kwa vita vya Gaza. Hatua hiyo imetajwa kama ishara ya mapema ya nia njema kuelekea makubaliano ya awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano. Nunu, ambaye kwa sasa yupo Sharm el Sheikh akisimamia majadiliano hayo, amesisitiza kuwa mazungumzo yanalenga zaidi katika kutafuta njia za kumaliza kabisa vita na kuweka mfumo wa kuondolewa kwa majeshi ya Israel kutoka ukanda wa Gaza. Amesema wapatanishi kutoka Misri, Qatar na Marekani wanafanya kazi kwa bidii kuondoa kila kikwazo kinachozuia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na akaeleza kuwa roho ya matumaini inatawala miongoni mwa wajumbe wote wanaoshiriki mazungumzo hayo. Vyanzo vya kidiplomasia vinabainisha kuwa mazungumzo ya siku ya pili yameingia katika hatua ya makubaliano ya awali kuhusu mpango wa awamu ya kwanza utakaohusisha kusitisha kwa mapigano kwa muda maalum, kubadilishana wafungwa na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza bila vizuizi vya kijeshi. Hata hivyo, pia bado kuna tofauti kubwa kuhusu masharti ya mwisho ya uondoaji wa wanajeshi wa Israel, usalama wa mpaka wa Rafah na hatima ya kisiasa ya Hamas katika usimamizi baada ya vita. Mabalozi wa mataifa wa shirika akiwemo mwakilishi wa Marekani wanatarajiwa kujiunga rasmi katika siku ya tatu ya kikao leo hii ili kusaidia kuweka msimamo wa pamoja unaoweza kufanikisha makubaliano ya muda mrefu. Pia wataalamu wa diplomasia wanasema kuwa hatua hii ni jaribio muhimu la kurejesha uhalisia wa kisiasa na kibinadamu Gaza, na inaweza kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa amani Mashariki ya Kati endapo pande zote zitaweka mbele maslahi ya kibinadamu kuliko siasa. Kwa sasa vuguvugu la matumaini linatawala meza mazungumzo, huku macho ya dunia yote yakielekezwa Cairo, ambako mustakabali wa ukanda wa Gaza na pengine wa Mashariki ya Kati kwa ujumla unajadiliwa kwa usiri mkubwa, lakini kwa shauku ya pamoja ya kumaliza vita vilivyodumu kwa muda mrefu takribani miaka miwili kati ya Hamas pamoja na Israel katika ukanda wa Gaza. Sasa hayo ni yaliyojiri katika siku ya pili ya mazungumzo katika mji wa Sharm el Sheikh, Cairo nchini Misri, ambapo mambo mengi sana yamejadiliwa, huku Hamas ikiidhinisha orodha ya wafungwa ambao wanataka waweze kuachiwa na jeshi la Israel, wakiamini kwamba kupitia vipengele hivyo ambavyo wameweza kuviainisha katika jeshi la Israel wanaweza wakatii na mwisho wa siku mateka wakaweza kuachiwa. Sasa baada ya Hamas na Israel kuweza kubadilishana orodha ya wafungwa katika siku ya pili ya mazungumzo nchini Misri, inaonyesha wazi kwamba huenda kukawa kuna matumaini ya kuonekana ya uwazi kabisa ya kuweza kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza baada ya muda mrefu kushuhudia mauaji makubwa ambayo yametokea katika ukanda wa Gaza, na mauaji ya kutisha, zaidi ya watu 67,000 kuweza kufariki dunia kwa mashambulizi ya Israel, lakini zaidi ya wanajeshi 1150 kuweza kufariki wa Israel ambao ni IDF katika ukanda wa Gaza, lakini majeruhi zaidi ya 169,000. Sasa kufuatia haya yote ambayo yanajiri pale Misri katika mazungumzo haya, mataifa mengi duniani
wachambuzi wakubwa wa kidiplomasia, mashirika ya haki za binadamu yanatamani sana mazungumzo haya yaweze kufikia lengo na mwisho wa siku mwafaka uweze kupatikana dhidi ya vita vya Gaza ambavyo hatima yake kwa muda mrefu ilikuwa haijulikani itakuwa ni lini na saa ngapi kwamba vita vinaweza kusitishwa pasipokuwa na mazungumzo ya pamoja. Sasa basi, ikiwa Hamas sasa hivi inapeleka masharti yake kwa jeshi la Israel kwamba ili vita viweze kusitishwa na mwisho wa siku mateka waweze kurejeshwa, basi Israel inatakiwa iweze kufuata maelekezo haya na haya na haya na haya kutoka kwa Hamas. Hamas imeidhinisha idadi ya wafungwa na listi ya majina ambayo inaonyesha kabisa kwamba hawa ndio wafungwa ambao tunataka watoke kwenye magereza yenu, na kuna mfungwa mmoja ambaye ni maarufu sana ambaye picha zake zimeonekana ambaye alishikiliwa na jeshi la Israel hadi hivi sasa akiwa katika magereza yao. Hamas pia wameweza kumuidhinisha mfungwa huyo pia naye awepo kwenye listi ya wafungwa wale wote ambao wataachiwa katika vipengele ambavyo wamekubaliana wao wenyewe. Lakini Israel pia ikapeleka listi ya mateka ambao wanataka Hamas iweze kuwaachia. Kwa muktadha huu inaonyesha wazi kabisa kama Hamas inashikilia mateka 48, Israel wanashikilia wafungwa wengi sana wa Kipalestina. Inaonekana Hamas haina mpango wa kuweza kuachia mateka wote kwa pamoja hivi 48. Hapana. Inawezekana Hamas wameweka mtego na kizuizi cha kutaka kuachia mateka wachache, yani idadi ya mateka wachache kama nusu ya 48 labda 24, na mwisho wa siku kuangalia kwamba Israel inaweza ikatii makubaliano ya mkataba wa kusitisha vita katika ukanda wa Gaza au itakiuka, kwa sababu kumekuwepo na ile tendency, mazoea tunasema ya Israel kushambulia katika maeneo ambayo wamekubaliana vita kuweza kusitishwa. Mfano Lebanon pale bado wanashambulia, mashambulizi ya kadhaa ya droni yameweza kuripotiwa katika maeneo yale, lakini vile vile hata katika ukanda wa Gaza mapigano yale yalisitishwa katika siku 60, lakini mwisho wa siku Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akaamuru IDF iweze kushambulia tena katika maeneo ambayo yana suspektiwa kwamba yana wanamgambo wa Hamas maeneo hayo. Sasa kufuatia hili swala na sakata hili la mazungumzo, siku ya 3 ndio leo hii wanakaa tena kuweza kuzungumza. Kuna wajumbe wengine wa wakilishi, mabalozi wanaingia katika mazungumzo hayo. Nitakuletea mtazamaji kila hatua na kila ambacho kitajadiliwa katika mazungumzo hayo ya amani nchini Misri katika mji mkuu wa Cairo huko kaskazini mwa Afrika. Kuna mengi sana ya kufahamu, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uweze kujipatia taarifa mbalimbali kuhusiana na Mashariki ya Kati.